Kiongozi yule aliheshimiwa kwa sababu ya kulipenda taifa. Maana yake alikuwa mzalendo. Taifa hili linahitaji watu wazalendo, watu wenye upendo na taifa lao, watu wanaweza kulisemea mazuri. Kuna wengine wakifanikiwa kupita hapa wakaenda hapo nje ya nchi, na hapo nje ya nchi huwezi kwenda bila passport, si ndio? Passport umeipata Tanzania, umeipata, serikali imekusaidia, umeipata. Amen. Maana kabla hujaipata si lazima uende na kwa mwenyekiti wa kitongoji na nini uchukue dokumenti fulani. Wote wanakusaidia mpaka unaenda unaikwaa. Alafu unavuka mpaka unafika hapo nje unaanza kubweka kama kibobori. You must change your mind. Sema amen. Wa Sweden wakija hapo wanalisemea taifa lao. Amen. Wanasema visit Sweden, na wengine wanasema visit Krakow Poland, wengine wanasema visit London. Amen. Na sisi Wachaga si lazima tuseme visit Kilimanjaro. Na sisi wengine si lazima tuseme visit Tanzania. Lazima tuanze kuipenda taifa letu wenyewe. Lazima tuwapende. Amen. Viongozi wanaotuongoza na tuwaombee. Ukitaka kufanikiwa, heshimu sheria za nchi. Vijana mnanisikia? Muache maisha yale ya kona kona. Kutaka kufanikiwa haraka kama mzee fulani. Maisha ni mchakato. Sema amen. Hata viongozi wetu hawakuanza tu wakazaliwa wakajikuta wako hapo. Amen. Walipita mahali wakafanya kazi fulani ikawapendeza wenye mamlaka, wakasema huyu anastahili akae pale Moshi, awaongoze wale Wachaga wenye akili nyingi. Utalipenda taifa lako? Sasa usipolipenda utakimbilia wapi? Kwenye karai? Haleluya. Lazima tulipende taifa na tufundishe watoto wetu. Amen. Na wamama msimamie watoto wenu. Hao watoto wenu ndio taifa la kesho. Haleluya. Ujue mtoto wako anacheza wapi. Tuko pamoja? Ujue anacheza na mtoto gani, na huyo mtoto rafiki yake ana tabia gani, kwa maana kikulacho kiko. Lakini pia ukiacha hilo, ukiacha mambo ya kiroho, lakini pia mmeendelea taasisi za dini kushughulika pia na masuala ya mwilini kwenye sekta ya elimu, sekta ya afya. Kwa kweli mmeendelea pia kutusaidia kutoa huduma hizo za kijamii, jambo ambalo na lenyewe pia mnaisaidia serikali, sababu wananchi ambao tunahudumia ni wale ambao pia ni waumini wanaingia katika nyumba hizi za ibada. Kwa hiyo tunawashukuruni sana kwa namna ambavyo mnaungana na serikali kuwahudumia wananchi. Baba Askofu, mimi nakushukuru sana kwa namna ambavyo umetulisha neno la Mungu na namna ulivyozungumza. Kwa kweli umezungumza kama kiongozi wa serikali kabisa. Kwa kweli umetusaidia sana unapozungumza kuhusu kuipenda nchi yetu, kutanguliza uzalendo na maslahi mapana ya taifa hili. Ndiyo uhalisia. Hakuna mtu mwingine ambaye atakuja kulinda amani ya taifa letu bila sisi wenyewe. Hayupo. Hakuna mtu ambaye atakuja kujenga taifa hili bila sisi wenyewe kuchukua hatua. Viongozi wa dini huku kwenye taasisi za dini wanafanya kwa nafasi yao, mtu mmoja mmoja afanye kwa nafasi yake, viongozi na wenyewe tufanye kwa nafasi yetu, kila mmoja aweze kutoa mchango wake kwenye taifa hili. Lazima uwe kielelezo katika rika hilo la ujana. Matendo yako, mawazo yako, maneno yako, fikra zako, kila kitu lazima unapozungumza, unapoact, unapofanya, kila mmoja aseme yes, tuna kijana kwenye taifa hili, tuna kijana kwenye kanisa hili. Kwa hiyo lazima tujivunie ujana, lakini kwa matendo mema, maadili, na tukitanguliza pia maslahi mapana ya taifa letu. Kanisa Chanzo cha Uzima Betheli Mabungo lilianzishwa mwaka 2022 kwa lengo la kuhubiri Injili ya Yesu Kristo, kuwajenga waumini kiroho na kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya jamii. Kanisa pia lina watoto wapatao 50 wanaohudhuria masomo ya chekechea kila wiki. Hawa ni hazina ya kanisa na taifa letu. Hivyo ni wajibu wetu kuwaandalia mazingira salama na bora ya kujifunza na kukua katika maadili mema.
Tunatambua kuwa uwekezaji kwa watoto ni uwekezaji kwa kizazi cha kesho. Gharama za mradi. Makadirio ya gharama za mradi huu ni jumla ya shilingi milioni 66. Kwa kujitolea kwa waumini na marafiki wa kanisa, hadi sasa tumefanikiwa kupata shilingi milioni 10. Hivyo bado tunahitaji shilingi milioni 56 ili kuanza na kukamilisha ujenzi wa ofisi ya mchungaji na madarasa ya watoto wa chekechea. Na kwa sasa tumeanza na chekechea, lakini tunamwamini Mungu mbeleni tunakokwenda tutajenga shule, tutaenda zaidi, lakini kwa sasa tumeona tuanze na chekechea kwanza, kwa sababu chekechea tutakapokuwa tunafundisha watoto vizuri chekechea, watakapokwenda shule ya elimu ya awali, shule ya msingi, wanakuwa tayari kuna maadili ambayo wanakuwa tumeshawajengea, walimu wetu wameshawajengea. Hata wanapofika shuleni, wanapoona kwamba kuna tatizo, kuna changamoto, wanapoona kwamba wenzao wanaenda kinyume na kile ambacho tumewafundisha kama watoto, lazima watawasaidia, lazima kuwaelimisha na wenzao pia. Wito wangu ni kwamba ninatamani tuendelee kuwafikia vijana zaidi na zaidi kama tulivyowafikia leo. Tunatamani tuwafikie zaidi na tunatamani watupe ushirikiano pale tutakapowafikia kwa ajili ya kulijenga taifa.